Kuna mito kadhaa duniani, lakini sio yote inayojitokeza kama hadithi hai, ikipita milimani, mabondeni, mijini na mashambani, ikileta uhai na kuvuka vizuizi vya muda na anga. Mpendwa rafiki wa Advent TV Online, acha nikukumbushe kidogo. Wewe ni wa pekee, na Advent TV Online tupo kulinda upekee wako. Mchango wako kwetu ni kuendelea kusalia pamoja nasi kwa kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Naitwa Crispo, basi acha nikudondoshee maajabu ya Mungu. Mto Naili ni mmoja ya mto wa ajabu duniani. Ni mto mzuri, wa kale, umejipinda kwa madoido na kutoa umbo la kisanii, ukipeleka maji yanayorutubisha ardhi kavu, ukiunganisha historia na ustaarabu wa mamilioni ya watu wa Afrika. Kila tone lake ni hadithi ya maisha, kila kirundo cha maji ni baraka inayotiririka kwa jamii, mijini na vijijini. Naili ni zaidi ya mto, ni uti wa mgongo wa maisha ya Waafrika wengi. Haya ni maajabu ya Mungu. Kuna nchi, Vietnam, umbo lake, milima yake, mabonde ya kijani kibichi vinaonekana kuiga ulinganifu wa mto Naili. Ni kama dunia inacheza na ustaarabu wake, ikitengeneza muonekano usio na kifani. Ardhi yake inatembea kwa mwendo wa maji, ikileta uzuri na uzima, ukiunganisha wanadamu na asili katika wimbo wa ajabu wa maisha. Hii ni taswira ya akili ya kisanaa inayoibua shauku ya kuona jinsi dunia yetu inavyounda ustaarabu na kutoa uhai, jinsi maeneo mbali yanavyoweza kufanana yakitengeneza muundo mmoja wa uzuri. Hakika, mto Naili na nchi ya Vietnam ni alama ya ubunifu wa kimazingira. Mungu ni master designer, na kila kitu kilicho hai na kisicho hai ni ishara ya hekima yake isiyo na kifani. Ulikuwa nami Crispo. Tukutane wakati ujao. Wewe ni wa pekee.